Wadada Center, nguzo ya familia. Habari zenu? Nzuri. Mnaendeleaje na majukumu ya kila siku? Naendelea vizuri. Basi karibuni tena katika kipindi chetu cha siku zote, ambacho katika kipindi tulichopita tuliona jinsi gani madamu alituelezea vizuri namna ya kama tunahitaji kulipwa zaidi, ni vipi tunatakiwa tufanye. Hivyo basi napenda kumkaribisha tena madam katika kipindi chetu ili tuweze kuendelea. Karibu madam. Asante. Nyie kwani mmewafundisha nini? Katika session zangu ambazo huwa nawafundisha siku zote, nimekuwa kwanza nikiwafundisha ni kwa kivipi tunatakiwa tuwe na passion katika kazi zetu. Sisi kama Wadada Center, kama kazi za ndani, tunatakiwa tufanye majukumu yetu kwa kiasi gani. Katika kudadavua tukaona ni kwa kivipi tunaweza kuwalea watoto tukiwa majumbani kwa mabosi zetu. Tukaenda deep kabisa, tukaona katika malezi ya watoto tunahitaji tuwe tuna ratiba ambapo watoto watajumuishwa kwenye activities zao za siku zote za kila siku. Tukaona pia tunatakiwa tuwe tunafanya mawasiliano na watoto kama nyenzo ya kuwajenga, kuwaimarisha na kuwapa uwezo wa kujiamini. Pia tukaona kwa kivipi tunatakiwa tutoe sifa kwa watoto pale wanapofanya mambo mema, tuwasifie. Pia tukaona tunatakiwa tuwape majukumu tofauti tofauti watoto kulingana na umri wao, na hiyo ni kama tu mama au baba wa hao watoto watakuwa tayari watoto wao wapewe majukumu kulingana na umri wao. Pia tukaona katika mapishi, tumeona mapishi bora ni kwa kivipi tunaweza kuwavutia mabosi zetu au wateja wetu katika nyenzo ya mapishi. Katika mapishi tukaona kwamba tunatakiwa tuwe na menu, ratiba ambayo itakayotuongoza ya wiki nzima au ya siku kadhaa. Kwenye swala la ratiba itatusaidia sisi kuweza kupata lishe bora tukizingatia hiyo ratiba. Pia itatusaidia kuokoa muda. Tukiwa na ratiba tutakuwa na muda wa kupoteza kwa sababu tunajua ratiba yetu ipo, tunatakiwa tuifuate. Pia tukiwa tuna ratiba itatusaidia kuokoa gharama. Badala ya kuwa tunanunua kitu kimoja kimoja sokoni, tukiwa tuna ratiba tunanunua vitu vyetu vya kutumia siku nzima. Kwenye lishe bora tukaona makundi tofauti tofauti ya vyakula ambavyo tutakuwa tunayajumuisha kwenye mapishi yetu ya siku zote, hivyo tutakuwa na afya bora. Pia tukaona kwenye mapishi bora ni muhimu zaidi tukiwa tuna engage na watoto katika kupika na kuwapa activities tofauti tofauti, mfano kuosha mboga, kupika kulingana na umri wao. Pia tukajifunza kwenye masuala ya usafi, namna gani tunaweza kusafisha nyumba yetu na mazingira yetu kwa ujumla. Tukaona tuna usafi wa kila siku, tuna usafi wa wiki, tuna usafi wa mwezi, na faida za usafi zinatusaidia kufanya nyumba kuwa nadhifu, tunapata afya bora kwa sababu nyumba ikiwa safi hakutakuwa na vijidudu vyovyote. Pia katika usafi tukaona ni namna gani tunaweza kufua nguo pamoja na kupasi. Hiyo inategemeana na kwanza tujue aina ya nguo, kama ni nguo nyeupe za rangi tunatakiwa tuzifue vipi, kama tutatumia mikono kufua au tutatumia mashine, tujue vifaa vyetu, pia tujue na sabuni ambazo tutakazoenda kutumia. Tukaona pia nidhamu na maadili katika kazi. Kwenye nidhamu na maadili tumeona kwamba tunatakiwa tutumie lugha nzuri kwa mabosi zetu, tuwanyenyekee, tufanye kazi kwa namna ambavyo wao wanatuelekeza na namna ambavyo wao wanahitaji. Tukajifunza pia customer care service. Kwenye customer care, huduma bora kwa wateja, tumeona ni kwa kivipi sisi tunaweza kuwasilisha kile kitu ambacho mabosi zetu wanahitaji majumbani. Tunafanya hivyo kwa kutumia nyenzo ya lugha. Tunatakiwa tutumie lugha chanya na rafiki. Hatutakiwi kutumia lugha kali kwa mabosi zetu, kwa watoto au kwa watu wote ambao kwenye familia hiyo husika. Tunatakiwa tuwaheshimu, tuwapende, kwa sababu kama tunawapenda obviously tutapenda kazi yetu na tutafanya kazi yetu kwa vizuri. So far nimejaribu kusummarize kwa kifupi vitu ambavyo huwa kila siku tunajifunza, ambavyo kimsingi huo ndio vinapatikana kwenye mwongozo wetu. Yeah, hivyo vyote viko kwenye mwongozo wetu, na nataka nikupongeze, yani wewe ni bonge la mwalimu. Yani umesummarize mwongozo wetu kwa dakika 2 si 3. Hongera sana. Sasa wewe ni mwalimu, lakini goli yetu au shabaha yetu ni kwamba dada akiwa na hayo yote uliyoyataja kichwani, akawa anajua kwamba kila kitu anavyopaswa kufanya ndio anavyoweza kuboresha utendaji wake.
Dada, mmemwona madam wenu pale alivyoelezea, amesummarize huu mwongozo, lakini na uhakika kila mtu hapa nikimuuliza alichojifunza, kwanza anaweza akataja moja au mawili, lakini mwalimu kataja, ana kichwa kama cha kwako, lakini yeye amesummarize mwongozo mzima na ameshakaa na nyie na amewaelekeza. Lakini shida ndio hiyo kwamba wengine huwa mnakaaga hapa kama picha, lakini mimi ninavyokuja kwenye hizi training na kuja kukazia kwamba haya mnayofundishwa ndio hela zenu, hayo mnayoelekeza, ingawaje nyinyi hamyachukui kwa umuhimu, na ndio maana mnasahau, na ndio maana hata mwangaiki kusema jamani, huo mwongozo mimi nautaka kwa gharama yoyote, kwa udi na uvumba, ili mimi niweze kujua, kwa sababu mabadiliko yoyote yanaanza na kupata ile uelewa. Huwezi kufanya mabadiliko kama hujapata uelewa. Uelewa ndio nambari moja, yani ndio mlango wawe kubadilika. Sasa kama una uelewa, wewe umekuja na uelewa wako ule ule uliokuja nao, si ndio? Wewe huwezi kubadilika. Kwa hiyo haya mafundisho tunayo hapa ndio msingi. Kama ni nyumba unayojenga, basi ile msingi unaweka pale chini ndio utakaoamua kwamba nyumba itadondoka au itasimama. Kwa hiyo mna shida kubwa ya kudharau hizi awareness, mnazipuuzia. Wewe unachosubiri nipate bosi mimi nikaoshe vyombo, nikae na mtoto wake asilie, mwisho wa mwezi nipate hela yangu. Huwezi kwenda, huwezi kusogea. Matokeo yake ndio utaanza kufanya kazi kwa kuto kufata mwongozo mzuri utakao kufikisha kwenye hatima nzuri. Kwa sababu tunaona hapa, tunashuhudia wadada wanarudishwa nini, maadili mabovu, nini tabia mbaya, nini utendaji mbishi, lakini hivyo vyote tulishawekea kwenye mwongozo ambao unaweza ukawaguide, ukawafikisha mnakotaka. Kwa hiyo nilichotaka kusema tu, yani kama ambavyo dada Renada pale amesummarize mwongozo wetu, ni maono yetu huku tunakokwenda. Yani dada hawezi kupangiwa kazi kama hawezi kuweka haya mambo kichwani kama Renada alivyoyaweka. Atuambie yani sisi tunasimamia nini? Yani unaposema unakuja Wadada Center kufanya kazi, basi useme sisi tunafanya kazi kwa mtindo gani. Uongee kama Renada alivyoongea, kwa sababu yakiwa kichwani sasa ndio unaweza ukaanza kufanyaje, kuapply. Huwezi kufanya kazi kwa ubora kimeujiza. Wadada wengi Tanzania wanafanya kazi kama yani kama vile wao ndio wanasaidia, yani hawaoni kama ni kazi, ni ajira, ni sehemu ambayo anatakiwa aperform vizuri, aonyeshe ubora, si ndio? Hawana mtazamo huo. Dada yeye anaona kama yeye ndio anakusaidia sana, yani wewe ndio unamhitaji, kwa hiyo afanye minimum, afanye kwa visirani, afanye yani anakuona wewe ndio unamhitaji, ambayo hiyo ni umaskini. Yani ukishakuwa na huo mtazamo, wewe ni maskini na utabaki kwenye umaskini milele. Huwezi kutoboa, kwa sababu hakuna atakayetaka kukaa na wewe. Atakaa na wewe kidogo kwa kukuvumilia miezi kadhaa. Nimefika kama yule dada kwenye workshop, bosi wake kabwaga manyanga, si ndio? Ukienda mahali kama huonyeshi kutoa msaada unaohitajika, hakuna mtu ambaye ataendelea kukaa na wewe. Na wewe sasa huwezi kufika, kwa sababu mimi kazi yangu hapa ni kuwamenta mfike kwenye malengo yenu. Ndio kazi ninayofanya. Kazi sio kuwapa kazi za ndani. Hizi kazi za ndani ni daraja, kwa sababu hata mimi ndio daraja langu lilonivusha. Lakini ili uweze kufika, lazima uweze kujua misingi thabiti, imara, isiyotetereka, ambayo hiyo ukienda nayo popote pale unatoboa. Ili siku moja, kesho na kesho kutwa uweze kuwa kwenye hatua nyingine. Lakini wengi kwa sababu hamko hivyo, ndio maana utakuta unazunguka tu pale pale. Si ndio? Lakini umri wako unaenda. Umri unaenda, utaamua tu au bora tu nijizalie sasa. Maana kazi zenyewe sioni kama unafikiri kama huo ndio uamuzi mzuri. Kumbe unazidi kujidumbukiza kwenye shimo. Kwa hiyo nachokisema ni kwamba hapa sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba tunawatoa kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini sisi bila nyinyi kutoa ushirikiano haitawezekana. Yaani wewe mwenyewe usipoelewa ni kwa nini tunawaandaa kwa staili hii, si ndio? Ya kuwapa mafunzo kwanza. Usipoelewa umuhimu wake kwamba ni ya kukuboresha wewe ambaye uko hapa, mshahara wako labda unaweza ukaanzia 250,000 au 300,000 kama unaweza kubahatika. Sisi kama kuna mtu wa 500,000 hapa, labda wa viongozi wenu, lakini kwa vyovyote vile moyoni mwako unatamani hela nyingi, unatamani wewe ungepangiwa professional, si ndio? Tusidanganyane. Sasa professional sio wewe yani sio wewe kuexist tu. Yani unakuwa tu yani upo tu.
professional inakuja na uwajibikaji, na uwajibikaji unakuja na njia yako binafsi ya ndani, kwamba mimi nataka kama sisi ambao tuna hii mishahara tunayoyafundisha ndio haya, basi wewe useme mimi nataka niyafanye haya ili niweze kwenda kwenye hivyo viwango. Sasa lazima wewe upandishe hadhi yako, thamani yako kwa kujibadilisha, kuwa na maarifa mengine, kuingiza maarifa mapya ambayo yatakusaidia utende matendo mapya. Huwezi kutenda matendo mapya kwa maarifa yale yale, hicho kitu hakipo. Sawa? Kwa hiyo kupitia huu mwongozo ambao tumeuboresha, najua wanatumia ule, lakini huu tumeuboresha kidogo. Ni huo, haya mambo aliyotaja ndio hayo hayo. Kwa huku tu kuna namna tumeyaboresha kidogo zaidi. Kwa hiyo na kwa sasa mtu anaweza akaumiliki. Mwongozo unaweza ukaishi nao ukiamua. Ukifanyaje? Ukiamua, sio mambo ya kulazimishwa. Wewe ndio unaitafuta hela. Kwa hiyo utakapoamua kuwa serious katika kutafuta hela, utajua umuhimu wa kutafuta huu mwongozo ili uwe nao, uishi nao, uweke kichwani kama Renaldo alivyoweka kichwani. Kataja summarize yote, hakuna mahali alipoacha na kwa kichwa hajausoma, hajafanyaje. Sawa eh? Haya, sisi tulipitia kwa wale sijui kama mpo, tulianza na kujenga msingi wa kuelewa kazi zetu, alafu tukazungumzia mbinu za kulipwa, tukazungumzia nidhamu na tabia za dhahabu, tukazungumzia vipengele vyake kwa undani ambavyo vinahusisha uchapakazi, mavazi na usafi wa mwili wako, uchapakazi na bidii. Tukaja tukaviweka katika neno kwamba hivi vitu tunavyowaelekeza sio tumetunga. Kwanza tumevipata kwa mabosi. Lakini hawa mabosi wanayoyahitaji, mahitaji yao ni mambo ambayo ni misingi ambayo Mungu ameshaiweka kwenye neno. Kwa hiyo tukaja kuwawekea hapa kwa wale ambao pengine ni wavivu wa kusoma neno au hawajui, tukawawekea kwa mfano uchapakazi na bidii katika neno inasemaje, uaminifu na uadilifu katika neno inasemaje, kwa sababu hizo ndio vitu, sifa ambazo mabosi wanazitaka. Heshima na utii katika neno la Mungu linasemaje, upendo na huruma kwenye neno la Mungu linasemaje. Hizi ndio sifa ambazo unatakiwa uwe nazo kwenye swala la nidhamu. Utumishi kwa moyo, yani kufanya kazi kwa moyo, sio kama unasukumwa wala unaombwa wala unabembelezwa. Kwenye neno la Mungu ina maana gani? Hizi kazi ambazo watu wanazichukulia kama ni kazi ambazo ni ndogo, hazina hadhi, kwenye neno la Mungu mwanzo mdogo ambao una matokeo makubwa ina maana gani, au neno la Mungu linasemaje? Okay. Tukazungumzia huduma bora kwa mteja ambayo nafikiri pia na nyinyi mlishaisoma. Sasa hapa leo nataka tupitie kazi za ndani ambazo sisi tunazitazama kama taaluma, na huo ndio utofauti wetu hapa Wadada Center. Sawa? Tunasema taaluma ya malezi au child care. Hii si kukaa na mtoto tu, si ndio? Najua ndio maana nikasema kule kwenye ule mwongozo pia ipo, lakini hapa mimi na summarize kwa maana ya kuiangalia kama taaluma. Sawa? Sekta yetu kama taaluma, yani ni kazi. Tunaposemaga kazi kama kazi nyingine, si ndio? Maana yake ni professionalism. Yani unatakiwa uifanye kama mtu mwingine anayeenda benki, anayeenda sijui kwenye kazi, ameajiriwa sijui serikalini, Ikulu, wapi, wizarani, yani anavyoichukulia, na wewe hii kazi yako unatakiwa uichukulie hivyo hivyo. Ndio maana tunasema hii kazi ya ndani ni taaluma. Kwa hiyo kuna child care ambayo ni taaluma ya malezi, na tunasema hii si tu kukaa na mtoto ili tu asilie, ni taaluma inayohusu kukuza akili na tabia ya mtoto. Sasa ili uweze kujua hivi vitu, sio mimi kwa kutaja tu, au hata Renaldo atakapokuwa anakaa hapa na kutaja, inahitaji mtu ambaye ana kiu ya kwenda kujua, kuchimba kwamba okay, kukuza akili ya mtoto na tabia ya mtoto ndio kufanya nini. Yani wewe mwenyewe sasa unaenda kuchimba hicho kitu, si ndio? Maana hapa sisi tunaongea kama tulivyosema ni awareness, ili kupitia hiyo awareness sasa unakuwa umepata nyenzo ya kukupeleka mbele zaidi, kujua kitu gani, hata kama unataka kukisoma usome nini kiweze kukusaidia kuboresha kazi. Kwa watu ambao tunasema mnaenda kudili na malezi, unaambiwa malezi sio kukaa tu na mtoto ili asilie, ila ni taaluma inayohusu kumkuza mtoto kiakili na kitabia. Tulisikia hapa ushuhuda mbaya sana wa yule dada ambaye alikuwa ni mjeuri, kwamba aliona mtoto ana tabia mbaya lakini hakujali. Sasa mimi nilijua tu ndio mambo yenu.
Yani huyo ndio dada ambaye anaitwa ni dada wa kazi za nyumbani, msaidizi wa kazi za nyumbani, aliyekuja kusaidia pia sehemu ya malezi ya mtoto. Anaona mtoto anaangalia vitu vibaya kwenye simu, anasema mimi nilijua tu ndo mambo yenu. Anaona mtoto ana majibu mabaya au anatukana, anasema mimi nilijua tu ndo mambo yenu. Hapana, sisi hiyo inakuwa sio mtu sio mwanataaluma, sio mtu unayetaka kwanza mwenye nia nzuri ya kwenda kusaidia watu kwenye nyumba zao, wala we mwenyewe huna mpango wa kukua. Yani wewe utaendelea kubaki tu kwenye umaskini. Kwa hiyo tunasema ujuzi ni kujua hatua za ukuaji wa mtoto kwenye eneo hilo la malezi, kutoa huduma ya kwanza. Kwa mfano mtoto ameumia, kujifunza jinsi ya kutoa huduma ya kwanza au first aid ni kitu muhimu kabisa kwa basic. Yani dada ambaye unafanya kazi za nyumbani, kuwa na hayo maarifa ya kujua mtoto akiumia akapata shida yoyote, mimi ndio niko naye wa karibu, kabla wazazi wake wako kazini, wako wapi, mimi natakiwa kufanya nini. Hicho kitu unatakiwa ujue. Sasa unatakiwa ujue kwa sababu unajua, ukikijua kinaongeza thamani yako. Kikiongeza thamani yako, mshahara wako unaongezeka. Kwa sababu nyinyi mnafikiria tu hela zinaongezeka tu, yani bure bure. Lazima utoe kitu cha maana, ndio kitakachopelekea mtu aone umuhimu wa kukulipa zaidi. Okay, tunasema pia ujifunze mbinu za kisaikolojia za kumsaidia mtoto na aweze kujifunza nidhamu na ubunifu. Yani kuna vitu vingi vya kumsaidia mtoto kwa kifupi, ambavyo wewe sasa, sisi tukishaweka hii awareness, unaifanyiaje kazi? Au ndio unakaa tu yani kama vile hakuna kilichotokea? Yani kama vile tulivyokaa hapa ni muda tumepoteza, unasubiria tu kupangiwa kazi, tutakapokuwa tunafanya follow up tunasikia wala dada hana maajabu yoyote. Lakini hapa ulikaa, muda tuliupoteza kama huu, tumeelimishana, tumeeleweshana, lakini wewe huna lolote la ziada. Yani umebaki vile vile kama ulivyoingia huko ndani. Hauwezi kuwa ni dada unayetaka kulipwa zaidi. Kwenye mapishi, dada Renada pale alipokuwa anatupitisha amesema amejifunza mapishi, na sisi tunapoiangalia mapishi kama taaluma tunasema kwamba mfanyakazi wa nyumbani anakuwa ni mtaalamu wa mapishi pale anapozingatia zaidi ya kuivisha chakula. Wadada wengi nyinyi kashughuli zenu ni kuivisha chakula tu. Yani kwa kifupi hiyo ndio culture au utamaduni. Nyinyi shughuli zenu ni kuivisha, si ndio? Unazingatia kwamba hiki chakula kitampa mtu afya gani? Hamna. Hiyo yote ni uvivu. Wewe huwezi kujua hicho kitu. Yani huwezi kujua hichi kitu ninachopika kinaweza kikampa bosi wangu au sisi kama familia kitatupa virutubisho gani kwenye mwili. Hicho kitu ni kitu kigumu cha wewe kujua. Ila si ni uvivu tu na kuignore na kuchukulia kwamba hii kazi yenyewe, yani wewe mwenyewe ushaidharau. Kwa hiyo unavyoambiwa upike wewe unapika kuivisha, si ndio? Kiive tule basi. Lakini hiki chakula kilikuwa na virutubisho gani? Hujui. Sasa kwa nini hujui? Na hiyo ndo kazi yako ambayo unaifanya kwa sasa. Ndio kazi ambayo wewe unategemea ikupe pesa. Kwa nini hujui napika chakula hiki kina virutubisho gani? Hizi mboga za majani zinasaidia nini mwilini? Na smartphone unayo? Si ndio? Walio wengi sasa hivi wadada ndio wamejazana huko TikTok, si ndio? Smartphone anayo, lakini hakuna hata wakati mmoja atauliza mchicha una faida gani mwilini. Angalau mchicha unaopika kila siku ujue unasaidia watu kitu gani. Hauna habari. Sasa unategemeaje hela zije mfukoni yani? Utategemeaje mshahara uzidi 50,000? Ndio maana wamebaki tu na 50,000 zao ambazo sijui. Lakini siri ndio hiyo, kwa sababu jishughulishi kuboresha ujuzi wako na Mungu hawezi kujishughulisha mfuko wako utune. Na Mungu anajishughulisha kupitia watu unaokutana nao. Utakapofanya kwa uaminifu kile unachokifanya na kuongeza bidii na akaona kabisa kweli dada anajitahidi, ndio hapo na yeye anaona kwamba akuongezee aidha mshahara zaidi. Lakini sisi tunasema hata kama hakuongezi bosi wako, ukifanya kazi na sisi mwaka mmoja ukiisha, ukirudi hapa haui tena ile level uliyokuwa. Lakini lazima tuwe tumeiona hiyo jitihada ambayo wewe binafsi unaifanya. Sawa Kwa hiyo sio biashara kuivisha chakula tu. Ni kujua uwiano wa virutubisho, tunasema lishe bora, pamoja na usafi wa hali ya juu wa chakula, food hygiene. Kuna wadada mnatoka chooni huko, umejishikashika, umetawaza, sio umefanyaje? Ukija wewe unaendelea tu kushika kukatakata sio nyanya, vitunguu, hata mikono unawi. Unaendelea kutengenezea watu juice na umetoka chooni. Hiyo sio tabia nzuri ya usafi kwenye chakula. Sawa na usifikiri ukiwa na hiyo tabia si bosi wangu anioni. Yaani mtu msafi unamuona tu.
Ukishajenga kitu ambacho kinaitwa tabia, ikiwa ni ya uchafu unaonekana ni mchafu. Sasa mtu atakuona tu umetoka huko kurupu, umekuja umeanza kushika vitu.